Habari zenu wapenzi wanafunzi wetu wa lugha ya Kiswahili kwenye Pan Edutainment, hamjambo? Muraho neza? Turabasuhuje. Leo hii tunaenda kujifunza lugha nzuri ya Kiswahili kama kawaida. Tujye kwiga kakanya tujye kwiga ururimi rw'igiswahili nkuko bisanzwe. Tunaenda kuwafundisha lugha ya Kiswahili vizuri siku hizi, kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo itakuwa muhimu kwako. Ni lugha muhimu hapa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ni ururimi mu by'ukuri rw'ingirakamaro hano muri East African Community cyangwa se ahangaha muri mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ndetse no hanze ya Afrika y'Iburasirazuba, ndavuga muri Afrika cyangwa kwisi. Sasa tunaenda na somo lenyewe ambalo ni sipendi. Tunaenda kuwafundisha neno sipendi. Mmoja mwumva mko abantu bakoresha sipendi. Sipendi. Nini maana ya sipendi? Unaposema mimi sipendi kuzungumza Kiswahili, mimi sipendi kuongea na watu ambao siwajui, mimi sipendi kutembea sana, mimi sipendi watu ambao wana maneno mabaya. Yani neno hilo sipendi lina maana gani? Tujye kureba ubusobanuro bwa sipendi. Bishatse kuvuga ngo sinkunda. Iyo udakunda ikintu, gukora ikintu runaka, iyo udakunda abantu bitewe n'imico n'iki, icyo gihe uravuga uti sipendi, ntabwo nkunda. Hapa sasa mtu anaposema sipendi, iyo umuntu avuze sipendi, ina maana ya kutovutiwa na kitu, jambo au mtu fulani. Iyo uvuze ngo sipendi, iyo bishatse kuvuga ko ntabwo wanyuzwe, ntabwo unyuzwe n'ikintu runaka, ntabwo kigushamaje, ntabwo gikunze. Unaweza kusema sipendi nguo zako, ntabwo nkunda imyenda yawe, mu by'ukuri imyambaro yawe sinyikunda, sipendi. Sipendi msichana yule, uriya mukobwa simukunda. Sipendi nyumba hii, iyi nzu sinyikunda. Sipendi ni nko kuvuga ngo sinkunda ikintu runaka. Sasa hili ndilo somo la leo ambalo tumekuandalia, ndio somo twaguteguriye, somo ambalo litakusaidia kukuza mawasiliano yako, kukuza mazungumzo, kuzamura icyo twakwita ibiganiro ugirana n'abandi, cyangwa se icyo twita communication mu zindi ndimi. Sasa twende na sentensi ya kwanza. Hii ni sentensi. Twende na sentensi ya kwanza ambayo unaweza kusema sipendi kuzungumza Kinyarwanda. Unaposema sipendi kuzungumza Kinyarwanda, ni uvuga ngo sinkunda kuvuga Ikinyarwanda. Nubwo ubukizi, ariko icyo Kinyarwanda ntabwo ukunda kukivuga mu by'ukuri cyane. Unajua Kinyarwanda lakini hupendi kuzungumza hiyo lugha ya Kinyarwanda. Unataka kuzungumza Kiswahili tu. Wewe ushobora kuvuga uti ndashaka kujya kwigana kuivugira Kiswahili gusa, sipendi kuzungumza Kinyarwanda. Sasa huo ni mfano ambao unapaswa kuzingatia kama unajifunza lugha ya Kiswahili hapa kwenye Pan Edutainment. Urwo ni urugero rwiza wafata mu by'ukuri. Unaweza kusema sipendi kula nyama. Kwa mfano kuna watu ambao wanakula nyama katika familia yako, hari abantu barya nyama cyane mu muryango wako, lakini wewe hupendi, licha ya kwamba kuna wakati unapoweza kula nyama, ila hupendi katika maisha yako ya kila siku, hupendi kula nyama. Na si vizuri kula nyama kila siku, si byiza cyane, ariko n'ubundi n'ubusanzwe kurya inyama cyane. Ariko ushobora kuvuga uti sipendi kula nyama, sinkunda kurya inyama. Unaweza kusema sipendi fujo katika maisha yangu. Sipendi nini? Fujo, akavuyo. Mu buzima bwanjye sinkunda akavuyo. Kuna watu ambao hawapendi fujo. Hari abantu badakunda akavuyo mu by'ukuri. Pia kuna watu wengine ambao wanapenda fujo. Hari abandi bantu bakunda akavuyo. Ahantu habarira akavuyo kabari hakunze tu. Sasa unaweza kusema mimi sasa sipendi fujo. Mimi sipendi fujo. Fujo na akavuyo. Unaweza kusema sipendi kulala mapema. Sipendi kulala mapema. Sinkunda kuryama kare. Ntabwo nkunda kuryama kare, simbikunda. Bivuga ngo sipendi uyikoresha mu gihe uvuga ikintu mu by'ukuri udakunda gukora. Kwa mfano unaweza kusema pia mimi sipendi kufunga safari. Sipendi kufunga safari. Ntabwo nkunda gutembera. Sipendi kufunga nini? Safari. Unaweza kusema mimi sipendi kuwapiga watoto wangu.
sipendi kuwapiga watoto wangu, sinkunda gukubita abana banje. Mimi sipendi kuwapiga watoto wangu. Unaweza kusema mimi sipendi kushangilia. Mimi sipendi nini? Kushangilia. Ntabwo nkunda gushungera ndeba ibintu bitamaye agaciro. Sipendi. Unaweza kusema mimi sipendi kwenda mahali bila mpango. Sinkunda kujya ahantu nta gahunda. Mimi sipendi. Je, nawe hupendi kula nyama? Umuntu ashobora kukubaza ese nawe ntabwo ukunda kurya inyama? Nawe hupendi kula nyama. Hupendi ni uvuga ngo nawe ntukunda. Tuzabigarukaho mu masomo yacu ata. Unaweza kusema mimi sipendi watu wabaya. Ushobora gusanga umuntu unakuta mtu mahali fulani anamnyanyasa mtu mwingine. Kunyanyasa ni nko gutoteza, kumerera nabi umuntu. Ugasanga umuntu ari kugirira nabi undi muntu, ugatuvuga uti kwa nini unamnyanyasa huyu mtu? Mimi sipendi watu wabaya. Kuki uyu muntu uri kumugirira nabi? Bimeze bite? Sinkunda abantu babi. Sipendi watu wabaya. Unaweza kusema mimi sipendi hiki chakula. Ugasanga bagutegura ibyo kurya, ugahita uti sipendi hiki chakula. Mimi sipendi hiki chakula. Ntabwo nkunda ibi byo kurya mu byukuri. Unaweza kusema mimi sipendi kuandika. Mimi sipendi kuandika, ninataka kuongea. Umuntu akakubwira ati rero nyandikira ndahuze. Ukamubwira uti mimi sipendi kuandika ujumbe, ninataka kuongea. Sinkunda kuandika ubutumwa, ujumbe. Mimi sipendi kuandika ujumbe, ninataka kuongea. Hiyo ni mifano mbalimbali ambayo inakuja kukusaidia kujenga Kiswahili chako kutoka katika hali ya chini ya Kiswahili chako na kuingia katika hali ya juu katika Kiswahili chako. Unaweza kusema mimi sipendi lugha ya Kiingereza. Tunakuvuga ati njesi ndicho Kiingereza. Ninapenda Kiswahili tu. Ninapenda lugha ya nini? Ya Kiswahili. Au unaweza kusema mimi sipendi tabia zako. Mimi sipendi nini? Tabia zako. Ni ngo sinkunda imico yawe. Wewe una tabia mbaya, sipendi tabia zako. Tabia twarabonye bushize. Unaweza kusema mimi sipendi tabia zako. Unaweza kumkuta mtu fulani ukasema mimi sipendi namna unavyotazama. Ukuntu ureba simbikunda. Ama mimi sipendi jinsi unavyoongea. Sinkunda ukuntu uvuga. Sipendi. Sipendi no wasinkunda. Sipendi niryo somo kugeza ubu ngubu turimo turaganiraho. Unaweza kumkuta mtu fulani ukasema mimi sipendi namna unavovaa ama namna unavaa, jinsi unavovaa. Yani ni kumaanisha sinkunda uburyo wambara cyangwa uburyo wambaye. Sipendi. Ntabwo nkunda ibyo bintu rwose. Ama unaweza kusema mimi sipendi kuhudhuria harusi. Sinkunda kwitabira ubukwe. Mimi sipendi kuhudhuria nini? Harusi. Mimi sipendi kuendesha gari. Sinkunda gutwara imodoka. Ubuyizi yo modoka ariko lakini hupendi ariko ntabwo bikunda. Mimi sipendi. Mimi sipendi kupata chakula mgahawani. Mgahawa ni restaurant. Mimi sipendi kupata chakula mgahawani. Ama sipendi kukaa mgahawani. Sinkunda kwicara muri restaurant ngo mfate ibyo kurya. Ntabwo ibyo bintu simbikunda rwose. Mimi sipendi chakula cha mgahawani. Ushobora no kuvuga uti mimi sipendi chakula cha wapi? Mgahawani. Sinkunda ibiryo byo muri restaurant. Unaweza kusema mimi sipendi kukaa na watu wabaya. Sinkunda kwicarana n'abantu batari beza. Yema ashaka kwicarana n'abantu beza, abantu bafite imico, abantu batari kigare kibi. Mimi sipendi. Hilo ni neno ambalo unapaswa kuzingatia leo. Ni jambo wafata likakugira akamaro ndetse n'ingero tuguhaye mu byukuri zishobora kukugirira akamaro. Asanteni sana. Tuzakomeza na masomo yacu y'Igiswahili kwenye Pan Edutainment. Unachopaswa tu ni kubofya kwenye subscribe. Icyo ugomba gukora gusa ni ugukanda kuri subscribe ili upate
video zetu nzuri za Kiswahili kila mara, kugira ngo buri gihe video zacu z'igiswahili ujye uzibona buri mwanya. Asanteni, mimi Mwalimu Jasper, tutazidi ama tutaonana baadaye. Tuzongera duhure ni kesho ama kesho kutwa, tuko pamoja. Ejo cyangwa se ejo bundi mu byukuri turi kumwe. Asanteni. Nawapenda sana.